Habari. Mwanafalme wa Saudi Arabia aipuuza mipango ya Marekani dhidi ya Iran. Mwanafalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman ameripotiwa kumtaka rais wa Marekani Donald Trump kuachana na mpango wake wa kuongeza kiwango kikubwa mashambulizi dhidi ya Iran, akionya kuwa hatua hiyo inaweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi wa kijeshi katika Mashariki ya Kati na kutishia usalama wa eneo zima pamoja na uchumi wa dunia. Kwa mujibu wa ripoti iliyoripotiwa ikiwa nukuu maafisa wawili wa Marekani ambao hawakutaja majina yao pamoja na chanzo kingine chenye ufahamu wa mazungumzo hayo, kiongozi huyo wa Saudi Arabia alizungumza kwa simu na Trump siku ya Jumamosi akieleza wasiwasi wake kuhusu taarifa za Washington kuandaa mashambulizi mapya makubwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Ripoti hiyo inaeleza kuwa Mohammed bin Salman aliomba ufafanuzi wa moja kwa moja kuhusu mpango unadaiwa kujadiliwa ndani ya utawala wa Marekani wa kuongeza operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Wakati akizungumza hayo, alisema kuwa hatua ya kutumia nguvu zaidi inaweza kuleta athari kubwa ambazo hazitakumba Marekani na Iran pekee, bali pia maeneo yote ya Ghuba, washirika Washington katika Mashariki ya Kati na hata uchumi wa kimataifa unategemea utulivu wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, alimtaka Trump kuchukua hatua za nyuma na kutoa nafasi ya juhudi za kidiplomasia kabla ya kufanya uamuzi wote wa kuongeza mashambulizi. Hatua hii ya Mohammed bin Salman inaonyesha mabadiliko makubwa ya mtazamo wa Saudi Arabia katika miaka ya hivi karibuni, ingawa kwa muda mrefu Riyadh na Tehran zimekuwa mahasimu wakubwa wa kisiasa na kijeshi katika Mashariki ya Kati. Saudi Arabia imekuwa ikijaribu kupunguza mvutano wa Iran kupitia mazungumzo ya kidiplomasia. Saudi Arabia pia inaonekana kuamini kuwa migogoro ya kijeshi ya muda mrefu haiwezi kuleta utulivu wa kudumu, bali huongeza hatari ya mashambulizi ya kulipiza kisasi, kuyumbisha uchumi na kuathiri maendeleo ya eneo hilo. Wasiwasi wa Saudi Arabia unatokana pia na historia ya mashambulizi dhidi ya miundombinu yake muhimu ya mafuta. Katika miaka iliyopita, vituo vya uzalishaji wa mafuta nchini humo vilishambuliwa, hali iliyosababisha usumbufu mkubwa katika uzalishaji wa nishati na kuibua hofu katika masoko ya kimataifa. Kutokana na uzoefu huo, Riyadh inaonekana kuwa vita vipya kati ya Marekani na Iran vinaweza kuifanya tena kuwa mojawapo ya walengwa wa mashambulizi ya kulipiza kisasi, ama moja kwa moja au kupitia makundi yenye uhusiano na Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Mohammed bin Salman alieleza kuwa hatua yote ya kijeshi dhidi ya Iran inaweza kusababisha Tehran kujibu kwa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika mataifa ya Ghuba, kushambulia miundombinu ya mafuta ya nchi washirika wa Marekani, au hata kujaribu kuvuruga usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa Hormuz, ambao pia ni njia muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Iwapo hali hiyo itatokea, athari zake zinaweza kusambaa kasi duniani kote. Wataalamu wa uchumi wamekuwa wakionya mara kwa mara kuwa mzozo mkubwa katika Ghuba unaweza kusababisha bei ya mafuta kupanda kwa kiwango kikubwa, kuongeza gharama za usafirishaji, kuchochea mfumuko wa bei na kuathiri uchumi wa dunia na taifa mengi yanayotegemea mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Mazungumzo hayo pia yanaonyesha kuwa Saudi Arabia inaipa kipaumbele sera ya kulinda utulivu wa kikanda ili kuhakikisha malengo yake ya maendeleo yaendelea kutekelezwa. Aidha, mpango wa Vision wa 2030 unaongozwa na Mohammed bin Salman unategemea mazingira yenye amani ili kuvutia wawekezaji wa kimataifa na kukuza sekta ya utalii, teknolojia, viwanda na huduma. Vita kubwa katika eneo hilo vinaweza kuwafanya wawekezaji kuondoa mtaji yao na kusitisha miradi mipya kutokana na hofu ya ukosefu wa usalama. Kwa upande wa Marekani, taarifa hizo zinaibua picha ya mjadala unaoendelea ndani ya utawala kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa dhidi ya Iran. Ulikuwa nami Hassan na kuendelea kwa nasi kwa habari zijazo. Asante. Je, unatafuta chuo bora kitakachokupa elimu yenye ubora, maarifa ya vitendo na kukuandaa kwa ajira au kujiajiri? Hii ndiyo fursa yako. Mkuu wa chuo cha kilimo na mifugo Kachenje Training Institute anawatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na 6 pamoja na vijana wenye shauku ya kujifunza kuwa nafasi za masomo kwa mwaka mpya wa masomo sasa zimefunguliwa rasmi. Kachenje Training Institute ni chuo kinachotoa mafunzo bora katika sekta ya kilimo na mifugo, kuzingatia elimu ya nadharia na vitendo ili kuandaa wanafunzi kuwa wataalamu mahiri na wazalishaji wa kisasa. Chuo kipo mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Same,
kijiji cha Makanya kikiwa karibu kabisa na barabara kuu ya mabasi ya Dar es Salaam na Arusha, hivyo ni rahisi kufikika kutoka maeneo mbalimbali nchini. Usikose nafasi hii adhimu ya kujijengea maisha bora kupitia elimu yenye tija. Masomo yataanza rasmi mwezi Septemba, hivyo wahi kujiandikisha mapema kwani nafasi ni chache. Kwa mawasiliano na usajili, wasiliana nasi kupitia email admin@kachenje.ac.tz au 0713331986. Kachenje Training Institute tunawakaribisha kwa maarifa na ujuzi.